So kama ilivyokuwa desturi, majina ya kiume ama majina ya kifalme hupewa wanaume, ama jina ama title ya kifalme. Ukiambiwa huyu mtu fulani ni mfalme fulani ama mfalme, kuna mtu ambaye alitokea ambaye anaitwa mfalme, automatically kwenye akili yako inakuja kwamba yule mtu ni mtu mwenye jinsia ya kiume. Lakini utashangaa ya kwamba huyu mwanamke kutoka 255 ndani ya Tanzania ambaye anajiita Zumaridi aliweza kujibandika jina la ufalme, ambaye alikuwa anajisifia na kutamba kusema ya kwamba yeye ni Mungu, ama yeye ni Mungu ambaye ako kwenye umbo la kibinadamu. Na aliposinikizwa kuulizwa kwa nini anajiita Mungu kwa kila interview ama ile kanisa ambayo yuko, ambayo yaiongoza yeye, kila akienda ana ile tabia ya kusema kwamba yeye ni Mungu kwa sababu ako na uwezo wa kufanya lolote chini ya hili jua hapa. Ako na uwezo wa kuponya, ako na uwezo wa kufufua, ako na uwezo wa kuumba, ako na uwezo wa kusimamisha jua, ako na uwezo wa, yani alikuwa akiongea vitu ambavyo ukiangalia kwa macho yako na kwa akili yako kama binadamu kiukweli hauwezi kubaliana nacho. Na nimekuletea hino habari kwa sababu jana usiku kulitoka taarifa ya habari kutoka jeshi kuu la polisi ndani ya Tanzania, ambapo walisema wameweza kumkamata huyu ambaye anajiita mfalme, ambaye ni kijimungu kinavyojiita chenyewe, na amekwa gerezani kwa fupi, ama amekwa kizimbani ili asubirie makosa yake, ambapo atasomewa na jaji mkuu Tanzania. Ya leo tunatoa taarifa kuhusiana na kukamatwa kwa mwanamke aitwaye Diana Edward Bundala. Ni kwamba jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza linapenda kutoa taarifa kuwa linamshikilia na linaendelea kumhoji Diana Edward Bundala, ambaye pia hujitambulisha kwa jina kama Mfalme Zumaridi kwa waumini wake kwa sauti ya juu katika eneo hilo ambalo ni makazi ya watu, na kusababisha usumbufu kwa majirani wanaoishi karibu na makazi yake hayo. Aidha, mwanamke huyo anahojiwa na jeshi la polisi kuhusiana na taarifa ambayo inaendelea kusambaa katika mitandao ya kijamii ikimuonesha mwanamke huyo kwenye picha ya mjongeo akiwa na kundi la watoto wenye umri mdogo wa jinsia ya kike na ya kiume, huku akiwaeleza kuwa yeye ndiye Mungu wao ambaye ana uwezo wa kuwatenganisha na kifo. Nikwambie tu ya kwamba Zumaridi ni mwanamke ambaye alizua gumzo miaka ya nyuma, ambapo alikuja akasema kwa Millard Ayo ya kwamba yeye ashawahi safiri mpaka kwenda zake mbinguni na kuonana na Mungu. Yani yeye alisema kwamba alionana na Mungu macho kwa macho na wakasalimiana na Mungu, na akaona vile vitu ambavyo viko kule mbinguni, na akawa anaelezea hapa duniani vile vitu ambavyo viko kule mbinguni. Akafika mpaka kusema kwamba alienda akaonana na magari kule mbinguni, ambapo aliulizwa endapo kama yale magari ya mbinguni yanafanana na magari ambayo yako hapa duniani, lakini alipatwa na kigugumizi na kusema yana mfanano kiasi, lakini yeye ana uhakika ya kwamba ashaiona Mungu kwa macho yake live, si story ya kuota, wala si story ya maono, wala si story ya kwamba ati ana hadithia yani. Na ulivyokuwa mbinguni ukutamani hata umuone Yesu? Yesu mimi nishamuona mara nyingi tu. Yesu. Yesu ile siku sikumuona. Ile siku sikumuona, nilirudi. Kwa sababu mbinguni mimi kama nimeenda mara moja, mara nyingi bila siwezi kuisimulia. Nimeenda mara nyingi sana mbinguni. Ile hiyo ya kwanza kabisa ile kwenda kufunga sasa mkataba. Ndio nilienda sasa. Na mbinguni pakoje? Panafananaje? Yaani mbinguni kwa kweli. Kwanza mbinguni, nyumba za mbinguni, naomba nizielezee nyumba za mbinguni. Nyumba za mbinguni, mbinguni nyumba ni yani ni ndefu, ni magorofa, lakini ya magorofa ni kama vile minara. Ni turefu, yani kama vile minara. Hamna nyumba kama za duniani. Yaani kama ni kuna gorofa gani duniani, hakuna gorofa kama la mbinguni. Sababu gorofa za mbinguni ni kama minara fulani, mirefu sana. Mirefu, yani mirefu kiangalia hivi. Yani kwanza unaweza usione mwisho wa ile gorofa. Yani ni turefu lakini kama minara, lakini ni ndio nyumba za watakatifu. Lakini pia zile nyumba zina rangi ya dhahabu zote. Zote dhahabu. Lakini pia chini ni dhahabu kote. Yani kule rangi ni dhahabu. Hamna garden? Zipo, garden zipo lakini sio kama hizi. Zipo hata sehemu za kupumzikia, lakini sasa maua yake sio kama maua, yani zini zinaelezeje ile maua. Uhalisia sio kama maua ya duniani. Maana kule hakuna mvua iko huku.
wala hakuna ile jua liko huku duniani. Kuna hali ya hewa fulani, yani ile hali ya hewa ya mbinguni. Siwezi kuielezea kwa kweli. Yani kuna hali hata ile hali ya hewa ya AC sio. Yani kuna hali ya hewa ambayo haipo tu duniani, hali ya hewa nzuri kabisa. Lakini pia mbinguni hakuna jiko. Mbinguni hakuna sokoni kama utaenda sokoni kununua vitu uuze, hakuna soko, hakuna maduka, hakuna kwenda chooni, hakuna kula, hakuna jinsia. Hakuna jinsia. Yani kule jinsia ni huku, kujisevia ni huku. Yani nisevia ni huku. Kuuzi mke wangu, my baby, sweetheart nini, hani ni duniani. Yani mbinguni mimi kwanza mpaka nilishangaa. Mbinguni kumbe kuko hivyo, kuna magari na magari ya kule mbinguni sio kama unaweza ukaanza kuendesha hivi. Hapana, huwezi kuendesha. Yani ukikaa tu unafikishwa sehemu husika. Lakini muonekano wa gari kama gari tunatumia sisi. Muonekano wa gari, yani kama gari hili, lakini sasa kikweli najitahidi sana nisicheke kile kicheko ambacho kitaonekana kama ni cha dharau, lakini utaona wazi kabisa kwamba huno ni uandazimu wa hali ya juu sana. That's why siku zote Waswahili wanatuambia kwamba hakuna soko ambalo linakosa wajinga, ama hakuna soko ambalo linakosa wenda wazimu. Sasa huno ndio ule wenda wazimu ambao tunasema. Unashangaa kwamba mtu mwenye heshima yake, ama mtu ambaye amepewa heshima na baadhi ya watu ndani ya Tanzania, anaweza simama mbele ya podium ambayo ni kubwa, yenye public kubwa sana hivi, na kuongea ujinga kama huno. Unashangaa kwamba kanisa lake kila Jumapili watu wanajazana ndani ya lile kanisa na kumsikiliza na kufuatilia vile vitu ambavyo yeye anaviongelea, kwa sababu hapo juzi pia aliweza kukashifiwa ndani ya Tanzania baada ya kwamba alionekana akikusanya mkusanyo mkubwa sana wa watoto wadogo ili awafundishe ya kwamba yeye ndio Mungu na yeye ndio akona uwezo wa kusimamisha jua ama kusimamisha mwezi endapo atapenda. Sasa alikuwa anataka kuleta ile generation kutoka chini iishi ama ikue ikijua wazi ya kwamba yeye ndio Mungu, na kila narudia tena ya kwamba kila endapo atawekwa kwenye ukuta na kuulizwa umungu wako ama uungu wako wewe uko vipi, wao yajitetea kusema kwamba ni mwili wake ndio unatumika kama Mungu, lakini anasisitiza kwamba yeye sio Mungu. Mimi sio Mungu. Naomba mnielewa Tanzania. Mimi sio Mungu. Mimi ni mwanamke na mume na pete yangu hapa, nimeolewa na nina watoto. Na nazaa na period inaingia kama kawaida. Mimi sio Mungu. Naomba mnielewa Tanzania. Mimi sio Mungu. Mimi ni mwanamke na mume na pete yangu hapa, nimeolewa na nina watoto. Tuliambiwa kwamba enzi za mwisho ama siku dalili za mwisho zikianza kutimia, kuna vingi tutaviona, na hivi ni baadhi ya vitu ambavyo tunaviona kama dalili za kiyama. Sasa ni mimi na wewe tujitahadhari kutofuata watu kama hawa ama kuepuka watu kama hawa. Tujitahidi kwa udi na uvumba kivovote vile tusiweze kuwa convince na watu kama hawa, kwa sababu tumeona watu kadha wa kadha ambao wamejitokeza na kusema kwamba hao ni Mungu, na kusema kwamba hao ndo maprofet, na kusema kwamba hao ndo wako na nguvu hapa duniani. Just the other day niliweza kuona mtu mwingine pia ambaye alijitokeza, ambaye asema ni pastor, ambapo alikuja kwenye jukwaa na kusema kwamba yeye amepata message ama amepata ujumbe kwa Mwenyezi Mungu ya kwamba wale wote ambao walisafiri kwenda zao Uarabuni by mwaka wa 2026 wataweza kufungiwa kule ambako wako, na hawataruhusiwa kurudi zao makwao, kwa sababu nchi ya Amerika imeweza kuzuilia dola. Hivyo basi hawataruhusiwa, ndege yoyote haitaruhusiwa kutoka nchi ya Uarabuni kwenda zake Afrika. Hivyo basi wajue, wakae ama waishi wakijua kule Uarabuni ya kwamba siku zote hawatawairudi makwao tena. Na nimekuja kuambia watu wa Gulf, wenye wako Saudia, wenye wako Qatar, wenye wako Dubai. Nimekuja kuambia hivi, na wenye wako Lebanon. Nimekuja, na kama mtu wenu anafanya kazi kwa hizo country nimetaja, nisikize vizuri. Very soon dola inaacha kutumika. So wale watu watafungiwa huko. Kuna plan, watu wetu hawatakufa nikijua. Kuna plan imetengenezwa, wale watu hawatairudi Kenya. By next month kuna hiyo plan. Nini zao zikansoliwe. Ona, visa zao zikansoliwe. Na dola inaacha kufanya kazi next month. So na unajua wanapatiagwa pesa za huko, wanabadilisha with the dollars. Sasa nataka hata ujiulize, dola ikiacha kazi, uniambia watai kuja Kenya aje? So kuna jama inataka kufanya hao watu wanafanya kazi Gulf, wanataka kuwafanya watumwa, wanataka kufanya slaves.
Are we together? Kuna mipango ya wakuwe slaves wao sasa, na watafanyiwa chochote sasa, chochote hao watu wanataka. Unajua wale ni Waislamu, ujue wale ni Waislamu, and they are fighting Christianity right now. They are fighting Christianity right now. Nimekuja kuambia kama mtu wenu ako huko Gulf, ako Dubai, ako Qatar, ako Lebanon, muombeni sana na muombe akuje saa hii kabla next month ifike. Juu next month ikisema ifike, dola ikue haifanyi kazi. Unafaa kuelewa watatoa pesa wapi za kukuja Kenya. So watabaki kuwa maslave huko. Next month mutasikia vituko za watu wa Gulf. Mutasikiza vituko za watu. Juu hakutakuwa na ndege inatumika. Hakuna kutakuwa na hiyo ndege. Niwache niwaambie, sasa mwenye atataka kukuja Kenya atakuwa na Bitcoin. Lazima atakuwa na Bitcoin ya US. Sasa hebu niambie Bitcoin itaanza kufanya. So ladies and gentlemen, ni siku zote usema kwamba mjinga ndio huliwa. Kama we ni mjinga utaliwa, lakini kama we ni mjanja na kutegemea maombi ama kutegemea Mwenyezi Mungu wa ukweli ambaye hajazaa wala hajazaliwa na yeye peke yake amnayestahili kuabudiwa Mwenyezi Mungu, basi hauwezi kivovote kudanganywa ama kuingia kwenye box ya watu kama hawa. It is what it is, guys. This is KG Chipande. Please make sure you subscribe, like and share this video. Watakuwa maslave na hata kuwa nalipwa. Dola ikiisha, unajua dola inaisha ya US, na dola ikiisha wao wanalipagwa na pesa za huko, wanaenda wanachange with dollars, na then dola iishe. Nataka sasa upige hesabu ile shida itakuwa, mashida hizo zenye zitakuwa. Watatoa wapi pesa za kurudi Kenya? Watatoa wapi ndege ya kurudi Kenya? Visa zao zinakansoliwa, visa zinakansoliwa, passport zinakansoliwa. So nimekuja kama kuna mtu wenu ako huko, muombeeni sana, muombeeni sana. Mambo yenye itakuja kufanyika hamutaamini. You will regret, mutaregret. Yes. Ama saa hii mtaona mambo yenye wacha hiyo dola. Unajua mnaona kama ni kijoke. Wacheni na hiyo dola iseme haifanyi kazi. Ndio mtajua hiyo dola iko na nguvu.